kilio cha kodi kimekuwa kilio kikubwa kwa wafanyakazi, na tumekuwa tukiomba serikali ishushe kodi. Wafanyakazi wanakatwa kodi ambayo haina ubishi. Kadri mshahara unakuwa mkubwa na mshahara, kodi inakatwa vile vile, na kitu inakatwa haina mjadala kwa sababu inakatwa juu kwa juu, huitwi kubagain wala kujadiliana. Kwa hiyo tunajiona kama tunaolipa kodi kubwa, kwa sababu wenzetu wafanya biashara kuna mazingira wanaitwa kwa ajili ya mijadala, mpaka wanawekewa viwango fulani ambavyo viko pale pale, amepata juu amepata chini, lakini kodi anayolipa kwa mwaka ni ndogo kulinganisha na huyu mwenye mshahara wa milioni wa 700,000, 800,000. Walipa kodi wanaonyonywa ni wale wa chini kabisa. Nasema kunyonywa kwa sababu kuna wafanyabiashara wakubwa wamekuwa wakikwepa kodi. Kuna hawa wawekezaji wakubwa wanapata misamaha ya kodi. Na kwenye hii misamaha ya kodi hakuna, utakuta kwenye nchi nyingi hasa za Afrika, hakuna mipango maalum au mikakati maalum au sheria za kodi zilizobainishwa ni mtu gani anastahili kupata msamaha huu wa kodi. Sio kama tunakataa kulipa kodi, tunafanya jambo jema. Ila sasa zile kodi zetu ni vema zingetumika kwa ajili ya kutoa huduma muhimu za msingi. Kwa mfano umekata tiketi, umeingia mule kituo cha mabasi Magufuli. Kwenye ile tiketi umekata, umelipa kodi. Kwenye mshahara wangu nimekatwa kodi, tena pesa kubwa. Lakini ukiingia mule ukitaka kwenda chooni unatakiwa tena ulipie. Ukitaka labda pale pale mlangoni tena ulipie. Kwa hiyo utakuta tunalipa kodi, lakini kodi zile hazisaidii kwa ajili ya maendeleo ya wananchi kwa ujumla. Nafikiri mzigo huu unaweza ukapungua kwa kiasi kikubwa endapo kutakuwa na utaratibu mzuri, kutakuwa na mwongozo mzuri, maelekezo mazuri yaliyokuwa friendly kabisa. Sasa lazima faida ipatikane kwa pande zote mbili.